na siku ya leo tuna somo linalotuelekeza jinsi ya kupokea muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Na somo la leo ni mwendelezo wa somo ambalo limepita, ambalo tuliangalia juu ya muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Na kwenye hilo somo tuliweza kuona maana halisi ya neno muujiza, lakini pia tuliweza kuona ya kwamba Mungu tunayemwabudu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ni Mungu anayetenda miujiza wakati wote. Amekuwa akitenda miujiza, anaendelea kutenda miujiza hata sasa, na ataendelea kufanya hivyo kwa sababu yeye ni Mungu wa miujiza. Lakini pia tukaona ya kwamba Mungu anafanya hivyo, au Mungu anatenda muujiza kwa sababu ya mahitaji yetu, mahitaji ya watu wote yanahitaji muujiza au miujiza ya Mungu. Na tukaona muujiza mkubwa unaohitajika kwa kila mtu ni pale mtu anapozaliwa mara ya pili. Na tukaona kielelezo cha Nikodemu ambaye pia alikuwa na uhitaji na akamwendea Yesu, na hitaji lake la kuzaliwa mara ya pili akaweza kulipokea kutoka kwa Yesu. Kwa hiyo leo tunaangalia sasa ni jinsi gani au ni mambo gani ambayo yalimwezesha Nikodemu pamoja na watu wengine kupokea muujiza mkubwa aliohitaji na akaweza kuzaliwa mara ya pili. Na ujumbe utakaotuongoza kwenye somo hili la jinsi ya kupokea ni kwenye Injili hiyo hiyo ya Yohana sura ya 3 mistari 2, mstari wa 9 na ule wa 10. Tunasoma hivi: Nikodemo akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Mungu mwema, tunakushukuru kwa ajili ya maandiko haya tuliyoyasoma. Tunaamini siku ya leo Roho wako Mtakatifu ana jambo la kutufundisha ili tuweze kupokea miujiza ambayo unaitenda kwa ajili yetu, kwa sababu wewe ni Mungu wa miujiza. Ulitenda hapo kale na hata sasa unaendelea kutenda, na utaendelea kufanya hivyo kwa sababu unajua ya kwamba sisi ni wahitaji. Kupitia neno hili tunaomba Yesu Kristo ukalithibitishe neno lako kwa miujiza na ishara zitakazofuatana nalo. Kwa kila mhitaji unapoendelea kusikia ujumbe huu,
Roho wako wa neema aweze kukutana na mahitaji ya kila mmoja wetu. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Tunaweza kukaa. Kwenye habari hiyo ya Nikodemu na Yesu, tunaona ni habari ambayo Nikodemu alikuwa na maswali yaliyohitaji majibu. Na maswali ya Nikodemu akaona ya kwamba hakuna mtu mwingine yeyote ambaye anaweza akawa na majibu ya maswali yake isipokuwa ni Yesu. Na tunaona sio Nikodemu tu ambaye alimuuliza Yesu maswali, lakini baada ya Nikodemu kumwendea Yesu, ukisoma hizi habari za Nikodemu na Yesu ambazo zinaonyesha kwamba Yesu aliweza kumfundisha Nikodemu, na ukisoma habari hizo unagundua ya kwamba pia Yesu alimuuliza swali Nikodemu. Kwa hiyo tunaona kuna sehemu ya kwanza ambayo ni maswali ambayo Nikodemu alimuuliza Yesu yaliyokuwa yanahitaji majibu. Na moja ya swali ambalo alimuuliza ambalo ndilo linatupatia somo hili la jinsi ya kupokea muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu, ni lile ambalo tunalisoma kwenye Yohana 3 mstari ule wa 9. Yohana 3 mstari ule wa 9 tunasoma hivi: Nikodemu akajibu akamwambia, yawezaje kuwa mambo haya? Yesu akajibu akamwambia, je, wewe mwalimu wa Israeli na mambo haya uyafahamu? Kwa hiyo hapo tunaona Nikodemu akimuuliza maswali Yesu, lakini kuna usemi unaosema ya kwamba swali pia linaweza likajibiwa kwa kuulizwa swali jingine. Kwa hiyo tunaona katika maswali ambayo tutaanza kuangalia na maswali ambayo Nikodemu alikuwa amemuuliza Yesu, mojawapo hili kwenye mstari wa 9, baada ya kuambiwa kwamba hamna budi kuzaliwa mara ya pili, akamuuliza Yesu, inawezekanaje au yawezaje kuwa mambo hayo ya kuzaliwa mara ya pili? Kwa sababu kwake ilikuwa ni jambo ambalo ni geni kwake, alikuwa hajawahi kusikia, alikuwa hajawahi kusoma, pamoja na elimu yake aliyokuwa nayo, pamoja na kuwa ni mwalimu wa Israeli, pamoja na kwamba alikuwa ni mkuu wa Wayahudi, lakini tunaona kile alichoambiwa na Yesu
aliona ni vigumu, kwamba inawezekanaje. Lakini jina la Bwana libarikiwe, kwa sababu alienda kwa Yesu ambaye ni mtu sahihi aliyekuwa na majibu yake. Tunaona majibu ya maswali yake yote yaliweza kujibiwa. Haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na ndio kwenye somo hili sasa tunapata pia majibu ya yale maswali ambayo Nikodemo alikuwa nayo, ambayo pia watu wengi wana maswali ya jinsi hiyo. Lakini pia tunaona kuna maswali mengine ambayo Nikodemo aliyauliza. Kwenye ule mstari wa 4 kipengele A, tunaona Nikodemo anauliza ya kwamba mtu awezaje kuzaliwa mara ya pili? Awezaje kuzaliwa mara ya pili akiwa mzee? Lakini pia tunaona swali jingine kwenye kipengele B mstari ule wa 4, anaendelea kumuuliza Yesu ya kwamba ili mtu aweze kuzaliwa mara ya pili, aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Ndivyo anavyouliza. Na tunaona pia swali la 4 alilokuwa nalo Nikodemo lilikuwa linahusu mafundisho. Alikuwa anauliza kuhusiana na mafundisho. Kwenye mstari wa 2 kipengele A anasema, huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu. Kwa hiyo tunaona swali moja lilikuwa linahusu mafundisho, lilikuwa linahusu mafundisho. Lilikuwa linahusu mafundisho ambayo Yesu aliyoyaamini na kuyafundisha. Kwa hiyo tunaona mafundisho aliyoyaamini na kuyafundisha, yaani Yesu yale aliyoyaamini na kuyafundisha. Tunaona Nikodemo alikuwa na maswali kuhusiana na yale Yesu aliyoyaamini na kuyafundisha, na ndio maana akamwendea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tunaona Nikodemo mwenyewe kuna mafundisho ambayo alikuwa ameyaamini, kwa sababu yeye naye alikuwa ni mwalimu akiitwa Rabi na kuheshimiwa. Lakini pamoja na yale mafundisho ambayo alikuwa ameyaamini yeye na kuyafundisha, bado alikuwa amepungukiwa. Ni kama yule kijana ambaye alimwendea Yesu na kumuuliza kwamba aweze kufanya nini ili aweze kuurithi ufalme wa Mungu. Na Yesu akamwambia, wazijua amri? Akasema, hizo ninazijua tangu nikiwa mtoto mdogo. Lakini Yesu akamwambia, umepungukiwa na neno moja. Na ndivyo ilivyokuwa pia kwa Nikodemo. Alimwendea Yesu kwa sababu
aweze kumsaidia kuhusiana na yale anayoyaamini na yale pia ambayo alikuwa anayafundisha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo pia swali lake lilikuwa ni kuhusiana pia na yale ambayo Yesu amekuwa akifundisha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na jambo jingine la pili ni miujiza aliyoifanya Yesu. Kipengele B kwenye ule mstari wa pili anasema, umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Kwa hiyo jambo jingine ambalo lilimshawishi Nikodemu sio tu mafundisho ya Yesu, lakini pia miujiza aliyoifanya Yesu au ishara alizozifanya Yesu. Nikodemu aliweza kutofautisha au kupambanua na miujiza mingine ambayo ilikuwa inafanyika, kama ambavyo tuliona katika somo lililopita kwamba kuna vyanzo vikuu viwili vinavyotenda miujiza, au kuna nguvu za aina mbili zinazotenda miujiza. Kuna nguvu za Mungu, lakini pia nguvu za shetani au nguvu za giza. Kwa hiyo kwa maelezo ya Nikodemu anapoongea na Yesu hapa, anaonyesha kwamba kilichomshawishi yeye kumwendea Yesu kwanza ni usahihi wa mafundisho yake, lakini pili miujiza aliyokuwa anaifanya. Na unajua miujiza ya Mungu inaendana na neno la Mungu, au neno la Mungu ndiyo chanzo cha miujiza ya Mungu, na hicho ndicho kinachotofautisha miujiza inayofanywa na Mungu na miujiza inayofanywa na shetani. Bwana asifiwe sana. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya 13 mstari ule wa 6 mpaka wa 12, tunasoma hivi: walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, huachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka? Basi angalia, mkono wa Bwana u juu yako, nawe utakuwa kipofu usilione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka na kutafuta mtu wa kumshika mkono na kumwongoza. Ndipo yule liwali alipoyaona yaliyotendeka, akaamini, akiyastaajabia mafundisho ya Bwana. Na hata mafundisho ya mitume ya ile miujiza iliyotokea iliambatana na neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya.
na ndicho kilichomfanya Nikodemu akatofautisha miujiza ya Mungu na miujiza inayofanywa na Shetani. Kwa hiyo hapa tunaona hao watumishi wa Mungu wakiwa kwenye huduma ya neno la Mungu. Tunaona pia kulikuwa na wakala wa Shetani aliyekuwa anatumia nguvu za giza, na maandiko yanasema ya kwamba alipoona yule liwali anasikiliza neno la Mungu, neno la watumishi wa Mungu anasikiliza, na akaona ya kwamba huyo anaenda kuamini, akaanza kutumia nguvu za giza, nguvu za uchawi kumfanya yule asiamini neno la Mungu. Na ndicho Shetani anachofanya wakati wote, kwa sababu anaelewa imani ya kweli inakuja kwa kusikia neno la Kristo. Kwa hiyo jambo analoweza kufanya ni kuwazuia watu wasisikie neno la Kristo. Lakini hata wale ambao wanapata nafasi ya kusikia neno la Kristo, bado anajaribu kila analoweza kuondoa lile neno. Ni kama vile Yesu alivyosema habari ya mpanzi, kwamba ni sawasawa na neno la Mungu, ni sawasawa na mbegu inayomwagwa na mpanzi, lakini hizo mbegu zinaanguka katika maeneo tofauti tofauti, na zinazofanikiwa ni zile tu ambazo zinaanguka kwenye udongo mzuri. Na Yesu katika ule mfano alisema ya kwamba kuna mbegu nyingine zilianguka kwenye njia zikakanyagwa, na nyingine ndege wakazila. Kwa hiyo ndege kula mbegu ambayo ni neno la Mungu ni kuondoa, na ndicho ambacho kilikuwa kinafanywa na huyu nabii wa uongo na ni mchawi pia. Huyu aliyekuwa anaitwa Bar-Yesu alikuwa ni nabii wa uongo, lakini pia alikuwa ni mchawi. Na hapo katika maandiko ambayo tumesoma ndio tunaona sasa kwamba kuna nguvu za aina mbili zinazotenda nini? Miujiza. Na pia kuna watu wa aina mbili ambao wanaweza wakatumiwa na hizo nguvu kutenda miujiza. Watu wa Mungu watatumia nguvu za Mungu, lakini watu walio upande wa Shetani, kama ilivyokuwa kwa huyu aliyekuwa anaitwa Bar-Yesu. Na unaweza ukajiuliza kwa nini hili jina la Yesu limemhusu huyu. Unajua jina la Yesu wakati ule lilikuwa ni jina ambalo mtu yoyote anaweza akatajwa. Hata mimi nilikuwa mahali fulani nikakutana na kijana alikuwa anaitwa jina lake Jesus. Sikushangaa kwa sababu naelewa tangu zamani kuna watu walioitwa Yesu. Na hapa anasema Bar-Yesu, neno bar ina maana mwana wa Yesu. Kwa hiyo huyu alikuwa anaitwa mwana wa Yesu jina lake. Lakini kilichomtofautisha huyu Yesu wa Galilaya na Yesu wa Nazareti ilikuwa ni kwamba Yesu huyu wa Nazareti, kilichomtofautisha ni kwamba yeye alikuwa ni Yesu aitwaye Kristo. Mazingira ya wakati ule na sasa, kutokana na utofauti, ndio maana sasa hivi ukisema tu Yesu peke yake watu wanaelewa ni Yesu yule Yesu Kristo. Lakini wakati ule, kwa sababu kulikuwa na watu wengi wakiitwa Yesu, ili kumtofautisha Yesu na wengine, ndio ilikuwa inalazimika wamalizie, wasiishie tu kusema Yesu, lakini waseme Yesu Kristo, Yesu aitwaye Kristo, au Yesu wa Nazareti, au Yesu wa Galilaya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona
huyu Nikodemu kabla ya kumwendea Yesu, tunaona alijiuliza mwenyewe na kupata majibu kabla ya kumwendea Yesu Kristo, na alipopata majibu ndipo akamwendea. Kuna maswali mengine ambayo alikuwa nayo, lakini alipata majibu kabla hata ya kumwendea Yesu, kama ambavyo tutaona kwenye somo hili tutakapoendelea kuangalia mambo yanayowezesha kupokea muujiza mkubwa unaohitajika. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo baada ya kujiuliza kwenye maeneo hayo makuu mawili, eneo la mafundisho ya Yesu Kristo yaliyokuwa yanafundishwa na Yesu Kristo, lakini pia eneo la miujiza iliyokuwa inafanywa na Yesu Kristo, akawa na majibu pasipo kutia shaka, pasipo kuacha shaka. Akawa ana majibu ya kwamba mafundisho haya ambayo yanafundishwa na Yesu hayana shaka lolote, na miujiza anayoifanya Yesu ni miujiza ambayo chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Sio miujiza kama ile iliyokuwa inafanywa na nabii wa uongo na mchawi bali Yesu, bali miujiza ya Yesu Kristo ilikuwa ni miujiza ambayo inatokana na neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo baada ya kupata mafundisho sahihi yaliyojibu maswali yake yote, akaweza kuelewa jinsi ya kupokea huo muujiza wa kuzaliwa mara ya pili, na akaweza kupokea, na Yesu akawa ni jibu la maswali ambayo Nikodemu alikuwa nayo. Ni maombi yangu ya kwamba unapoendelea kusikiliza ujumbe huu, Yesu pia akawe jibu la maswali yako yote. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu Yesu ndiye mwenye majibu hata kwa yale magumu tusiyoyaelewa. Tunaona hata Nikodemu alikuwa na maswali magumu ambayo hakuna mtu ambaye angeweza kumjibu. Aliangalia kote, aliwaangalia wale wenye elimu wenzake, aliwaangalia wale matajiri wenzake, aliwaangalia wale wenye vyeo kama yeye, aliwaangalia wale watu maarufu kama yeye, lakini hawakuweza kumpatia majibu ya maswali aliyokuwa nayo. Na majibu ya maswali aliyokuwa nayo aliyapata tu kwa Yesu. Na Yesu Kristo, kwa sababu ni yeye yule jana, leo na hata milele, hajabadilika, aliyemjibu Nikodemu atakujibu maswali yako, atajibu maswali yangu, atajibu maswali ya mtu awaye yote, ili mradi tu amwendee yeye. Haleluya, haleluya. Sasa tuweze kukaa pamoja na Nikodemu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona Nikodemu alipokea muujiza. Yule daktari aliyeandika Injili ya Luka na kitabu cha Matendo ya Mitume, naye pia aliweza kupokea muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. Lakini mitume wa Bwana na wengine walioamini walipokea pia muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. Kornelio, yule akida wa kikosi, kusoma kwenye Matendo 10, yule mtu wa mataifa kama sisi, pia na yeye aliweza kupokea muujiza wa kuzaliwa mara ya pili.
ya kwamba Mungu hana upendeleo. Akawa amegundua ya kwamba Mungu hana upendeleo, kwa sababu yeye alifikiri ya kwamba kuzaliwa mara ya pili kuna wahusu tu Wayahudi, lakini maandiko yanasema wokovu ni kweli unatoka kwa Wayahudi, lakini huko ni mahali tu pa kuanzia. Lakini tunaona kuishia kwa Wayahudi ukaenda kwa mataifa, nao wakaokolewa. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Hata pale Wayahudi walipoukataa wokovu, Mtume Paulo anasema ya kwamba na wageukia watu wa mataifa, nao wataokoka. Ila Yesu kwa Nikodemo kwenye ule mstari wa 10. Mstari wa 10 tunasoma hivi: Yesu akajibu akamwambia, je, wewe u mwalimu wa Israeli na mambo haya huyafahamu? Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona swali la Yesu kwa Nikodemu, anamuona yeye ni mwalimu mkubwa, mwenye kujua kufundisha. Lakini tunaona Yesu anamuuliza swali hilo, anamwambia wewe ni mwalimu mkubwa, kwa nini uyafahamu mambo haya? Kwa nini uyajui mambo haya ya kuzaliwa mara ya pili? Kwa hiyo hapo tunaona ya kwamba kuna walimu wengi wanaofundisha kama Nikodemo. Wako wengi sana, na wanaheshimiwa na wanaheshimika kama ilivyokuwa kwa Nikodemo. Nikodemo, unajua, ni mtu ambaye alikuwa anaheshimiwa sana, lakini kuna jambo moja tu ambalo alikuwa amelikosa, ni huo muujiza mkubwa wa kuzaliwa mara ya pili. Na ndio maana tunasema huo muujiza unahitajika na kila mtu, bila kujali yeye ni tajiri, kwa sababu tunaona hata Nikodemo alikuwa tajiri namba 3 katika ule mji. Miongoni mwa wale matajiri alikuwa tajiri namba 3. Lakini maandiko yanasema pia alikuwa ni mkuu wa Wayahudi. Alikuwa amesoma, msomi aliyeelimika. Ndio maana Yesu anamwambia, wewe na usomi wako na degree zako na cheo chako hujui mambo haya. Kwa hiyo unaweza ukaona mtu amesoma, lakini kama hajazaliwa mara ya pili, anakosa kitu kikubwa sana, kama ilivyokuwa kwa Nikodemo. Upungufu mkubwa wa Nikodemo au kutokana na mahitaji ya hapa duniani, lakini upungufu wake ulikuwa unatokana na kutozaliwa mara ya pili. Ndio ilikuwa shida yake, ndicho ambacho kitu kilikuwa kinamfanya asiwe na amani. Na ndio maana alimwendea Yesu. Na watu wengine wanafikiri ya kwamba ukiwa na cheo kikubwa, ukiwa na utajiri, ukiwa na elimu, ukiwa na mambo mengine yanayofanana na hayo, umaarufu wa hapa duniani, watu wengine wanafikiri ya kwamba kuwa na hivyo vitu ndio kumaliza matatizo. Lakini tunaona huyu Nikodemo alikuwa na hivyo vitu vyote, lakini bado alimhitaji Mungu. Na tunaona akaweza kupokea muujiza wa kuzaliwa mara ya pili.
ijapokuwa Yesu Kristo alisema kuhusiana na matajiri, kuhusiana na umaarufu wa watu, kwa sababu watu wengine wanapokuwa na hivyo vitu wanakuwa na kiburi, vinawafanya wawe na kiburi, na wanapokuwa na kiburi inakuwa ni ngumu kuingia ufalme wa mbinguni. Na ndio maana Yesu anapozungumzia matajiri anasema, alipoangalia matajiri akawaambia wanafunzi wake jinsi itakavyokuwa vigumu matajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini tunaona pamoja na ugumu ule, bado Nikodemu aliweza kupenya, alipata mpenyo, akapokea muujiza wake aliyouhitaji. Ndio maana watu wengine Yesu aliposema maneno magumu kama hayo, wakasema sasa kama ndio namna hii hakuna anayeweza kuokoka. Lakini Yesu akasema yasiyowezekana kwa wanadamu bado kwa Mungu yanawezekana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu alimuuliza hilo swali, alishangaa kwa sababu kwenye Luka pia Yesu anauliza swali jingine, anasema je, kipofu anaweza kumwongoza kipofu mwenzake? Sote watatumbikia kwenye shimo. Sasa swali la Yesu kwa Nikodemu lilikuwa, wewe ni mwalimu mkubwa sana. Unawaongoza watu. Sasa kama hujui mambo haya, wale ambao umewaongoza, wale ambao umewafundisha, wale ambao wameshika mafundisho yako, yamewasaidiaje? Yamewaletea mabadiliko gani? Na nikwambie, usisikilize neno la Mungu kwa mazoea. Kama mahali ambapo upo, au kama hayo mafundisho unayoyasikiliza kama hayakuletei mabadiliko chanya unayoyahitaji, unatakiwa kujiuliza. Kwa sababu hapa tunaona Nikodemu alipomwendea tu Yesu usiku mara moja tu, yale mafundisho ya Yesu yakawa na athari, yakawa na impact kwa Nikodemu. Mara moja tu yakamletea mabadiliko makubwa. Neno moja tu la kuhusu hapa, mada waliokuwa wanaizungumzia ilikuwa ya kuzaliwa mara ya pili tu. Hiyo mada ilitosha kubadilisha maisha yake, kama ilivyokuwa kwenye Yohana 4, Yesu alipokuwa na yule mwanamke Msamaria kisimani. Tunaona alianza na mada ndogo tu, alichokoza mada na yule mwanamke Msamaria kwa kumuomba tu maji. Akamwambia, nipe maji ninywe. Lakini walipoendelea na yale mazungumzo, maneno hayo mawili tu ya nipe maji ninywe yalikuwa na athari chanya kwa yule mwanamke Msamaria. Yaliweza kubadilisha kabisa maisha yake, mwanamke ambaye maandiko yanamtaja ya kwamba alikuwa ni kahaba. Alikuwa anachukua waume wa watu wengine. Na siku hiyo akakutana na mwanaume wa wanaume, Yesu Kristo. Baada ya kushawishiwa na Yesu kuhusiana na yale maji yaliyo hai alionayo Yesu, anamwambia Yesu, ninahitaji na mimi hayo maji, nipe hayo maji ninywe, na mimi ili nisione kiu tena, ili nisije hapa kuteka maji. Hakuelewa Yesu alikuwa anazungumzia kiu zile ambazo zilikuwa zinamtesa, kiu za dhambi, kiu za tamaa mbaya. Lakini kwa sababu alikuwa na mtu sahihi, Yesu alikuwa anajua huyo tutafika mahali ambapo ataelewa tu. Na ndivyo ilivyokuwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe.
Yesu akamuongoza mpaka yule mwanamke Msamaria akaweza kuelewa kile Yesu alichokuwa amemaanisha, na baada ya kuelewa akapokea mabadiliko makubwa. Na baada ya kupokea yale mabadiliko makubwa, huwezi ukapokea mabadiliko makubwa ukabaki vile ulivyokuwa. Maandiko yanasema baada tu ya kupokea yale mabadiliko kutoka kwa Yesu, akauacha mtungi wake pale kisimani, wala yale maji aliyokuwa ameyafuata hayakuwa na thamani tena kwake. Kwa wakati huu hayakuwa na umuhimu tena, kipaumbele chake kikuwa tena yale maji. Maandiko yanasema akatoka, na alipotoka alitoka kwa nia moja tu ya kwenda kuwashirikisha watu wengine Injili, watu wa mji wake, wale ambao alikuwa amewakosesha wasiweze kupokea muujiza wa kuzaliwa mara ya pili. Akawaambia, mimi nimepokea muujiza wangu, njoni na ninyi mpokee. Kwa nani? Anasema njoni mpokee, lakini kwa mimi nilivyoona, huyu ndiye Masihi ambaye tumekuwa tukimtarajia. Na maandiko yanasema watu wakatoka kule mjini, katika mji wa Sikari, wakaenda pale ambapo Yesu alikuwepo kwenye kisima cha Yakobo, na walipofika pale wakamsikiliza Yesu, wakasikiliza neno la Mungu. Lile neno la Mungu likawabadilisha. Hauwezi ukakaa mahali ambapo neno la Mungu la kweli linahubiriwa usibadilike. Kama itatokea hivyo, tatizo litakuwa kwako, kwa kufanya moyo wako kuwa mgumu, kwa sababu pia sio kila mahali ambapo Yesu alihubiri au Yesu alifundisha watu walibadilika. Na sehemu nyingine Yesu alilani ile miji isiyokuwa na mabadiliko, akasema ole wako Korazini, ole wako Betsaida. Miujiza kama hii na mafundisho kama haya kama yangefanyika katika ile miji ya zamani, wangeweza kutubu kwa kuvaa nguo za magunia. Mungu atusaidie sana. Tunaishi katika siku za mwisho. Kuna mafundisho mengi ya uongo ambayo yamewaharibu watu. Watu sasa hivi, hawa vijana, mimi nawasikitikia sana. Haya maendeleo ambayo wanayakimbilia, wanayapaparikia na kuacha neno la Mungu nyuma, yanawapeleka pabaya. Sasa hivi vijana ukimwambia twende kanisani, anasema mimi sina sababu ya kwenda kanisani. Nikitaka kitu chochote napata kwenye simu. Nikitaka neno la Mungu talikuta kwenye simu. Na yale mafundisho ambayo wanayafuata wao, kwa sababu sio neno la Mungu, ni mafundisho kama ya yule nabii wa uongo bali Yesu, yanawaharibu. Wanakuwa na tabia mbaya za kuchukia nuru, za kupenda giza, na hawapendi hata matendo yao maovu yakemewe. Yaani ni wajuaji, hasa kama hao ambao wamesoma sasa. Wewe wakikuangalia, wewe upo kijijini, labda na elimu yako hailingani na wao, wanasema wewe utaniambia nini? Wanajua kila kitu. Lakini tunaona habari za Nikodemu ambaye alikuwa na umaarufu hata kuwazidi hao ambao wanakuwa wabishi na kutokuelewa. Bado aliweza kukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na alipiga goti lake kwa Yesu, kama neno la Mungu linavyosema, kila goti litapigwa.
utapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, yaani Masihi, kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jinsi ya kupokea muujiza mkubwa unaohitajika na kila mtu. Sasa tunaanza kuangalia yale yaliyosababisha Nikodemo akazaliwa mara ya pili, akapokea muujiza wake. Haleluya. Ni mambo gani yaliyomwezesha Nikodemo pamoja na watu wengine kuzaliwa mara ya pili na kuwa na uhakika wa wao kuingia katika ufalme wa Mungu? Nikodemo akajihakikishia, akawa na uhakika, kama ilivyokuwa pia kwa mwanamke Msamaria. Wote wakajihakikishia ya kwamba wamesamehewa dhambi zao, na kwa sababu hiyo wakawa na uhakika wa kuingia katika ufalme wa Mungu. Jambo la kwanza ambalo Nikodemo liliweza kumsaidia. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kama ambavyo tumeona, Nikodemo kabla hajamwendea Yesu Kristo usiku, alifanya uchunguzi au utafiti wa kina. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona jambo la kwanza lililomsaidia Nikodemo ni ule utafiti au uchunguzi katika kutafuta ukweli kuhusiana na jambo la kwanza, imani ya kufuata. Jambo lililokuwa linamsumbua Nikodemo lilikuwa linahusu imani, na yeye kama ambavyo tumeona, kuna imani ambayo alikuwa anaamini kabla ya kumwendea Yesu, na alikuwa anaona ya kwamba pengine ingeweza kumsaidia, ndio maana aliamini. Lakini baada ya kuona hiyo imani haijaweza kumsaidia, akaanza uchunguzi, akaanza utafiti wa kutaka kujua kuhusiana na ukweli, imani ya kweli ya kufuata. Lakini sio imani tu ya kweli ya kufuata, pia hata kiongozi wa kumfuata. Na ndio maana tunaona aliweza wakati anaongea na Yesu, anamwambia Yesu kile kilichomfanya amfuate. Anasema ni mafundisho yake, lakini pia na miujiza ambayo alikuwa anaifanya. Kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 4 mstari ule wa kwanza tunasoma hivi: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Unaona? Sababu ya Nikodemo kuchunguza ni kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba kuna manabii wengi wa uongo wapo, kama yule ambaye tulimwona Bari Yesu, wamekuwepo duniani. Na kwenye siku hizi za mwisho, Yesu Kristo anapozungumzia dalili za kuja kwake, anasema na manabii wengi wa uongo watatokea, nao watadanganya wengi. Anasema sio tu manabii wengi wa uongo watatokea, pia watatokea makristo wa uongo, kama yule alikuwa anaitwa Bari Yesu. Anasema kuna wengine pia watatokea katika siku za mwisho, makristo wa uongo, nao pia watadanganya wengi. Lakini
kuepuka mtego huo, tunaona huyu Nikodemo alianza hata kabla ya kwenda kwa Yesu, aliweza kufanya yeye mwenyewe jambo ambalo liko kwenye uwezo wake. Sio kila kitu kinafanywa na Mungu. Kuna mambo mengine ambayo wewe unaweza ukamtegemea Mungu au ukamwomba Mungu, kumbe na Mungu anakuangalia wewe ndio ufanye. Kama kufanya utafiti haikuwa kazi ya Yesu, ilikuwa kazi ya Nikodemo. Tunaona alichunguza ndio akaweza kupambanua. Ndio maana anamwambia, katika uchunguzi wangu nimegundua ya kwamba wewe mwalimu unanizidi, pamoja na degree zangu na kila kitu nilicho nacho, lakini naona wewe mwalimu umenizidi. Na unaona alimuita rabi. Unajua marabi walikuwa wanaitwa ni wale ambao walipita kwenye vyuo vyao vile na wakafanya nini, wakahitimu yale masomo, wakatunukiwa vile vyeti. Lakini unaona hapa Nikodemu anamkubali Yesu wakati hajaenda hata kwenye vyuo vyao, lakini anamkubali ya kwamba yeye ni msomi na ana majibu yote. Ndio maana akaamua kumwendea. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ukisoma pia kwenye Mathayo sura 22 mstari ule wa 15 mpaka 22. Mathayo sura ile 22 mstari ule wa 15 mpaka 22, tunasoma hivi: ndipo Mafarisayo wakaenda zao, wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi, wakasema, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe mtu wa kweli. Unaona? Hao Mafarisayo na wenyewe walifanya utafiti wao. Na hata huyu Nikodemu na yeye alikuwa ni Farisayo. Sasa hapa ndio kama nilivyokuambia, kuna watu wanaweza kufanya utafiti wakaelewa ukweli, lakini hawako tayari kufuata ukweli. Sasa hapa anasema hawa Mafarisayo waliomwendea Yesu, na wao wanakiri ya kwamba Yesu ni mwalimu, kama Nikodemu alivyomwita rabi. Na wao wanakiri ya kwamba yeye ni mtu wa kweli. Yesu anasema, na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala ujali cheo cha mtu awaye yote, kwa maana utazami sura za watu. Basi utuambie, waonaje? Ni halali kumpa Kaisari kodi ama sivyo? Lakini Yesu akafahamu uovu wao, akasema, mbona mnanijaribu enyi wanafiki? Nionyesheni fedha ya kodi. Nao wakamletea dinari. Akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Akawaambia, basi mlipeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na Mungu yaliyo ya Mungu. Waliposikia walistaajabu, wakamwacha wakaenda zao. Naona tofauti ya Nikodemo na hawa wenzake. Yeye alifanya utafiti, lakini ule utafiti ulimsaidia, ulikuwa na matokeo. Kuna faida gani ya kufanya utafiti ambao huwezi kukusaidia? Kuna maana gani ya kusema kitu ambacho hujakifanyia utafiti? Mungu atusaidie sana.
Haleluya. Kwenye Matendo pia 17, Matendo 17 mstari wa 10 na ule wa 10 mpaka ule wa 12 tunasoma hivi: Mara ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya, na walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hao walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walilipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Anasema hao watu walikuwa ni waungwana. Uungwana wao ulitokana na wao kufanya utafiti. Walikuwa wanafanya utafiti wa nini? Walikuwa wanafanya utafiti kuhusiana na lile neno lililohubiriwa. Na anasema hao walikuwa ni waungwana kwa sababu wale wa Tesalonike waliwafanyia fujo watumishi wa Mungu, wale waliowapelekea Injili, wale waliowapelekea habari njema. Lakini tofauti yao na watu wa Beroya au wa Beroya ni kwamba wao walifanya utafiti. Unajua kuna watu wengine wanaofanya makosa sana. Kitu hujakifanyia utafiti, kama ilivyo kwa wale wa Thesalonike. Kwani wao wanalaumiwa kwamba hawakuwa waungwana kwa sababu gani? Wangechunguza basi waone kama kweli lile neno ndivyo lilivyo. Tunaona Nikodemu, yeye alichunguza kwanza, akaona kweli neno au mafundisho ya Yesu ndivyo yalivyo, na miujiza yake ndivyo ilivyo. Mathayo 7:15 mpaka 18. Tunasoma hivi: Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Unaona, utafiti unakuwezesha kutambua manabii wa kweli au wa uongo. Kwa hiyo ndio maana Nikodemu akatofautisha, akaelewa ya kwamba Yesu Kristo ni nabii wa kweli, na sio tu nabii, ni Masihi, na sio tu Masihi, ni Mungu mwenyewe, Immanueli, Mungu pamoja na wanadamu. Baada ya kufanya utafiti, akamwendea Yesu. Na utafiti wakati mwingine unaweza ukakubadilisha yale uliokuwa unayaamini. Unajua Nikodemu pamoja na Yusufu wa Arimathaya ndio watu wawili tu wajumbe katika ile baraza kuu la Wayahudi ambalo lilikuwa na nguvu, lilikuwa na mamlaka, na ndilo lililoweza kumhukumu Yesu. Lakini maandiko yanasema Nikodemu pamoja na Yusufu wa Arimathaya hawakukubaliana na kile ambacho lile baraza lilifanya. Wale wajumbe 70 wao wakawa tofauti. Ni kwa sababu hawakutaka kufanya utafiti, au walijua utafiti kama ambavyo tumesoma kule. Walifanya utafiti kama wale Mafarisayo walikuwa wanamwambia, tunajua wewe ni mtu wa kweli, hata unayofundisha ni kweli. Wakafikiri labda kumsifia Yesu ndio Yesu atafurahishwa nao. Haitoshi tu kusema ibada ya leo au somo hili limetubariki bila kuchukua hatua. Haisaidii. Ni kitu ambacho hakifanyi kazi.
ili uone nguvu ya neno la Mungu. Tendea kazi nguvu ya Mungu. Tunaona hata Nikodemo alipokubali, alipotendea kazi lile neno ambalo Yesu alikuwa amemwambia, akapokea yale mabadiliko ambayo Mungu alikuwa amekusudia kwa ajili yake. Yule mwanamke Msamaria alipochukua hatua ya kutendea kazi neno la Mungu, alipokea mabadiliko ya yale ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Ni mara ngapi umesikia ujumbe na unafurahia tu na kuacha kutendea kazi?